Mambo ya Walawi ya Leviticus chapter 6 verse 13. Maandiko inasema moto ulio juu ya madhabahu lazima uwe unaendelea kuwaka, kamwe usizimike. Kila asubuhi kuhani atatengeneza kuni na kupanga sadaka ya kuteketezwa juu ya moto. Haya, tusome Joeli 2:28. Hata ikawa baada ya hayo nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenyu watatabiri, wazee wenyu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Hata juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho wangu, nami nitaonyesha maajabu katika mbingu na dunia. Asante. Matendo 6:1-3. Basi ikawa katika siku hizo, wakati idadi ya wanafunzi ilipokuwa ikiongezeka sana, palitokea manunguniko kati ya Wayahudi na Wayunani dhidi ya Waibrania, kwa sababu wajane wao walisahaulika katika mugao wa chakula wa kila siku. Wale mitume 12 wakakusanya wanafunzi wote pamoja, wakasema, haitakuwa vyema sisi kuacha huduma ya neno la Mungu ili kuhudumu mezani. Kwa hiyo ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu, watu wenye sifa njema, waliojawa na Roho Mtakatifu na hekima, ambao tunaweza kuwakabidhi kazi hii. Asante. Naweza kutiketi chini. Niliona nifundishe kidogo kuhusu utenda kazi katika nyumba ya Mungu. Utenda kazi katika nyumba ya Mungu ulianza jangwani, wakati wana wa Israeli walipokombolewa kutoka Misri na wakavuka bahari ya Shamu wakiongozwa na mtumishi wa Mungu Musa, na wakafika jangwani. Jangwani ilikuwa ni nafasi ya wana wa Israeli kuweza kukutana na kujua Mungu wao, ambao walihadithiwa wakiwa kule Misri, ambao waliambiwa, nyinyi ni uzao wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nyinyi ndio taifa la Mungu ambalo ni teule. Na walizidi kufundishwa na walizidi kuambiwa hivyo, lakini walikuwa wakitamani sana katika mioyo yao siku moja waweze kuonana na Mungu huyu, siku moja waweze kukutana na Mungu huyu katika jina la Yesu. Na maandiko inasema siku moja Mungu akamuita Musa na akamwambia Musa, sasa kuanzia sasa sitakuwa nikiongea na kila mtu katika hema yake, lakini nataka wawe wakija pamoja, na wakija pamoja nitazungumza nao. Na sitazungumza na mtu binafsi, nitaongea na mtu mmoja, naye huyo mtu mmoja atakuwa akiongea na wale wengine. Mungu akamwambia Musa, hii hema ya kukutana akaichorea Musa urefu, upana, nini, kila kitu akamchorea. Baadaye akamwambia ikisha kamilika na madhabahu utaitengeneza namna hii, na pale mbele kutakuwa namna, akampangia. Baadaye akamwambia uende utafute ndugu yako Haron, mwagie mafuta, awe ndiye atakuwa akisimama mbele za watu na kuwatolea dhabihu na sadaka kutoa za dhambi kwa ajili ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Na akamwambia pia, wana wa Haruni pia utawaweka mafuta ili watumike pamoja na Haruni katika nyumba ya Mungu. Wale ambao waliitwa Walawi, waliotoka katika ule ndugu aliitwa Levi, wale, hiyo ni ukoo wa Levi,
unakuja mpaka unaingia Haruni mpaka na watoto wake, wakawa hawa ndio watasaidiana na kuhani katika kazi ya hekalu. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo wakachaguliwa, na walipochaguliwa walichaguliwa kukiwa na kitu kinaitwa identity jobs. Kulikuwa na kazi well identified ambazo watafanya. Hawakufanya kazi kiholela holela, hapana. Kazi ya kwanza ilikuwa wamsaidie mtumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anatumika, unaangalia na macho, unasikiza, unahisi. That means the Holy Spirit quickens you to understand what kind of an assistant does the priest need now. Ni nini anahitaji? Unamwangalia macho yake, unaangalia uso wake, na unamsaidisha katika ule utumishi. Jambo la pili, walifanya kazi ya kitu tunaita maintenance of the tabernacle, kuhakikisha kwamba hekalu limekaa vizuri. Kama vile naona viti vimepangika vizuri, meza imepangika vizuri, kila kitu kimepangika vizuri. Hiyo ni kazi ya wale ambao wanaenda kuwekwa mafuta leo na kutengwa, wawe ni wazee ama elders, wawe ni deacons ama deaconess. Sio lazima ubebe hizi viti zote, no. Lakini wewe umeinuliwa juu ya wala wengine, kwamba unaweza kufika kanisa mapema na kuwaita na kuambia fulani njoo, hizi viti wekeni line vizuri, fulani njoo, hizi viti pangeni vizuri, fulani njoo, pangeni hizi viti vizuri, ili kanisa ionekane ni kanisa ambaye ina mpangilio. Kama mmesema pade tutaweka viti 4 1 2 3 4, inakuwa yote ni 4 straight. Kama hapa katikati ni 3 1 2 3, inakuwa hivyo. Kama hapa mwisho ni 4 1 2 3 4, namna hiyo. Hata mtu akija naona there is order in the church. Blessed be the name of the Lord. Tuwezi kuwa na viti mbili hapa, 3 moja huko, moja huko. We have order. Na wazee wa kanisa na pamoja na mashemasi wote wanafika kanisa mapema. Wakati mchungaji ako katika ofisi ama vestry, anaangalia neno la Mungu, ananena na Mungu, na nyinyi mko hapa mkifanya kila kitu, mipangilio ni sawa, maspikers yamewekwa vizuri, sauti inatoka vizuri. Sio mchungaji afike hapa aanze kusema wapi maji, nimesikia kiu, wapi speaker mweka namna gani. No, that is the work of the people who have been appointed and chosen to assist in the running, in the facilitation of smooth running of the tabernacle or church. Ili kanisa liendelee smoothly, inahitaji mipango na mipangilio. Bwana tu asiwe sana. Ama hamsikii vile ninasema? Mnanielewa? Tengeneza hii microphone vizuri. Nasema hivi, ili kanisa liendelee vizuri, ni lazima kuwe na mipango na mipangilio. Na hiyo mipango na mipangilio haiwezi kupangwa na watu wote jumla. Kuna wale wanaitwa mipango inapangwa, baada ya mipango inawachwa utekelezi na uelekezi. Kuna wale ambao wanatekeleza na kuna wale wanaelekeza wale wengine vile watakavyofanya. Let me give a good example. We have got a president in this country. Tuko na president katika Kenya. Na huyu president, yeye si minister wa education, yeye si minister wa health, yeye si minister wa agriculture, yeye si minister wa transport. Yeye ni president. But we have got individual ministers with responsibility. Na hawa minister tena chini yao wako na watu wanaitwa permanent secretaries, wanawaongoza professionally. Kutoka huko kuna ma-PS, kutoka ma-PS kuna wale tunaita regional commissioner, kutoka regional commissioners kuna county commissioner, kutoka county commissioner kuna assistant county commissioners ACC, na kuna DCC district deputy county commissioner and DCC. Kutoka ACC county commissioner kuna DCC ambayo ni deputy county commissioner. Kutoka deputy county commissioner kuna assistant county commissioner ambayo ni DO. Na hii mambo yote president akiongea huko inakuja inaelekea mpaka chini. And that's why, ndio sababu mimi kama askofu tukiwa kule headquarters tukisema kitu na tunaona kanisa fulani
halifanyi vile tumeamua huko, tunaanza kujua hiyo kanisa iko na shida. We know that from there. Tunajulia kwa headquarter ya kwamba hiyo kanisa ina shida. Tulikuwa na conference, hiyo kanisa haikuja, walikuja watu 3, watu 4, watu 5. That's a problem. Tulikuwa na kongamano ya wadada, walikuja watu 4, watu 2. Tunajua hiyo kanisa bila shaka iko na shida. Mimi nikiwa katika ofisi yangu, I know, najua hii kanisa iko na shida. Hii kanisa inaelekea vizuri. Kama ni pesa wakiambiwa watoe ya conference, wanatoa. Wakiambiwa waje, wanakuwa committed to the events and the activities of the church. Sababu kanisa ni familia na ni jamii. Na kanisa la Talent Revival Churches International is not a ministry. Hii hapana ministry. Abia mwingine hii hapana ministry. Hii ni kanisa. That's why tumeandika Talent Revival Churches International. Tuko na constitution. Tuko na ile tunaita order. Tuko na mipangilio. Tuko na askofu. Tuko na wale tunaita National Executive Council by the Ketima askofu pamoja na mareverend wanaamua mambo ya kanisa. Tuko na National Pastoral Council ambayo ni wahubiri wote, huwa na mkutano mwezi wa 2 na tunaongea mambo ya hii kanisa na tunaleta mwelekeo. Tuko na siku ambayo ni ya Jumamosi ambayo tunaleta elders wote ambao ni elders wa kanisa. Kila kanisa inaleta 2 wanakuja, tunakaa katika na ile tunaita annual general meeting AGM, na tunaongea na tuelekeza hii kanisa katika njia inayofaa na inayotakiwa katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo kama umeingia katika Talent Revival Churches International, uifanye ni kanisa yako, uwe mtu unasikiza na kutii na kufanya yanayosemwa. Hello? Unanisikiza? Yeah. Hatutaki kuwa na watu ambao wamekuja kanisani maana wameshindwa na mambo ya kanisa. No. Hatuoni mtu katika kanisa la Catholic akiambiwa ufanye hii anakataa. Ama PCA, ama AIC, ama ACK. Why here? Kwa hivyo lazima tuwe na watu ambao wanatii ili nao Mungu anawabariki. Ukisikia kuna kongamano, it is you, sio pastor. Wakati kumetangazwa ya kwamba kuna Power and Fire Conference, ni wewe binafsi. Sio sisi. Abuya mwingine sio sisi. Ni mimi. Yeah. Wewe ndiye mshirika, sio nyinyi. Wewe unajijua kama mshirika. Wale wengine hujui mambo yao. Hujui kama mwingine ni kiruka njia. Unajua kuna viruka njia? Viruka njia ni wale wanakaa kama chura kwa kanisa. Anakaa anaruka. Anakaa anaruka. Wanaitwa viruka njia. Hata akikaa kwa kanisa anakaa na nini moja na ingine nje. Maana wakati wote anaweza kwenda. Na huyu ndiye akikaa na nini moja hivi, ukisikia tutatoa 17,000 saa hii ninapoongea. Kuna mtu amesema tutoe wapi? Hiyo ni kiruka njia. Kiruka njia. Tutoe wapi? Kwani wale wameambiwa watatoa 40,000, 50,000, 30,000 watatoa wapi? Is a personal commitment. Ni wewe mwenyewe unajisikia utafanya hivyo. Na wale ambao ni wazee wa kanisa na wale wengine ambao ni deacons wana katika mitaa, wakati wa shirika unaambia watu mkumbuke vile tuliambiwa Jumapili, kila mtu aweke pesa yake shilingi 400 tayari ya kwenda conference. Number 2, ile pesa tuliambiwa tutafanya pledges na kila mtu atoe yake na atoe kwa wakati. Huyo ndiye mshirika wa kanisa. Huyo ndiye member wa Talent Revival Churches International. Huyo mwingine ni kiruka njia wa kuharibu kanisa. Hata kanisa la Yesu lilikuwa na watu walikuwa na chokora kama Judas anachokora. Uliza mwingine, wewe uko hapa kufanya nini? Uko hapa kuwa mtu wa kanisa ama kuchokora? Anasema nini? Anasema atachokora. Bwana wetu asifiwe sana. Akikwambia atachokora ufanye mkono hivi. Mwambie leo baba yako utapelekwa mbio. Lakini kama amesema yeye ni wa kanisa, mwambie baba yako atakubariki leo katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Hiyo ilikuwa ni maintenance. Ya 3 ilikuwa ni to teach the law. Kufundisha sheria. Hii ni kusema
Wewe kama ni elder ama ni deacon, ni lazima uwe mtu ambao unaweza kufundisha, unaweza kusimama katika ushirika na kusoma neno la Mungu na kuweza kulieleza. Usiniambie hujaenda Bible school. No, the apostles did not go to any Bible school. Even the disciples didn't. Wao wamekaa katika nyumba ya Mungu, lile neno ambalo unasikia unaliweka vizuri. Kama ulienda shule, nani hapa alienda shule standard 1? Hata sitaki standard 2. Kama unajua ulienda standard 1, inua mkono juu. Uende standard 1 ka usiweke chini. Standard 2 ongeza kwa hiyo. Standard 3 ongeza kwa hiyo. 4 ongeza kwa hiyo. 5 ongeza kwa hiyo. 6 ongeza kwa hiyo. Yaani uendelee kama ulifika standard 1 ama 2 ama 3 ama 4 ama 5 ama 6 ama 7 ama 8, inua mkono juu. Basi kama ulienda shule, haikuwa maana uende shule ikiwa hutumii yale ulifundishwa katika maisha yako. Huku unasomea mwalimu, ulikuwa unajisomea ili mambo ambayo unafundishwa katika miaka yako, wakati utatoka shule, hiyo elimu ikusaidie. Can you hear what I'm saying? Nani anasikia? Hii ni kusema wakati ambapo unakuja kanisani, lazima uwe na vitu vitatu. Ukija kanisani lazima uje na vitu vitatu. Ugioka kanitha, ugoka na indo cigana? Ugoka na kirikaniro. Mtu yote ambaye ako na Biblia inua juu. Kama una Biblia, inua Biblia juu. Sio simu, Biblia. Si unaona sasa? Sasa ulienda kusoma nini standard 1? Ba, ma. Sasa usome. Na ilikuwa ili ukija kanisa usome Biblia. Ka, ke, ki, ko, ku. Ili usome Biblia. Yesu ni Bwana ukiwa nyumbani. Ili usiwe kama hii speaker. Unajua? Tuwatokea hii speaker sasa tutamalizana naye leo. Tukitoka kanisa, hii mambo ya hii speaker ni kuwekwa store. Etaboneke. Etaboneke. Ne chita kwate. Boboe. Corona reda rwa boboe. Corona rukogo. Corona ke. Kimya nego tukameruta tumeke ate. Tumehudire. Sasa ikiwa utakuwa ukija kanisa kila siku, oko uri uka kanitha uhana rurenda rwa boboe cia gutambiria uguo boboe ige gutamba rurenda na rukungu. Twajia githomo ha tukiwoci tukugate yumwema hindi uri we ugika rukungu rure wabete gwikara uguo ona nduramba kumenya gwiko kai Jesu nemwe we no ukora wikarite yani neta kushanga uye guku na niwe wirehire na ukire gushanga ukire gustuka na niwe ulikuja maombi kianza, wengine wakianza kusema ramakata rababasanda rababashanda, wana makoragwo makiugate kama mzee mmoja alikuwa kwetu kanisa na ni mzee wa heshima kama huyu. Siku moja tulitoka nje, akaniambia, Bishop, unaona vile watu wako na dhambi kanisa hii? Wewe unajua, unaona adome na mehia maingi, watu wana dhambi sana kanisa hii. Nikamuuliza kwa nini? Hukuona wakati walikuwa naomba vile walikuwa akilia? Tevu kuona wakati walikuwa kiomba vile atasomona barabara hii na anakaa tu anaangalia anasema kayo na mehia maingi. Nerora enda rwa boboe rure kugia mundu akoragwo hana ki tukimenya ni taki. Halo, Bwana wetu asifiwe sana. Ambia mwingine kuomba ni lazima, na kama hutaomba mwambie, kama hutaomba shauri yako. Ulitirako hata ile kapepo kama ona unajua kuna kila kitu, hakuna kitu hakuna kiwete. Unasikia? Niwe kule toko matuoje. Niwe kule toko, unajua kuna tupepo ambazo tumepoza kana endaga hivi. Kamepoza.
kamepoza. Hakawezi kwenda vizuri, maana kalienda mahali injili kuharibu, kakabua shindwa, kakatukana, kakavujwa mguu huko. Kingine tena kakaenda makanisani, kakabua shindwe katika jina la Yesu, pepo mchafu. Kakangojeka huko. Sasa kana kujaga hivi, kanakuta kama huyu kanafanya. Unasikia huyu amepiga nduru. Nginya tokoma tuoje ne turagutoria. Tuoje. Tuena stroke. Tokoma tuoje. No mwako menye kudeal na goma we nawe. Tia utotidegi haha. Pastor wera, nani ya wera. No akwire no dokire ko ona we hoagire. Roshine kiroko tene riria yua rirathaga niguo riria njega muno kwaranĩria na mũrũwaiya yandũkĩre wĩhoere wona wahĩtwo nĩ toro wahĩtwo nĩ irathimo. Andũ ake mokĩrire tene mahoya marathimwo, we nĩ ndũrathirũka wakuga Ngai. Ona mwana kũingatwo cukuru, pastor mwana kũingatwo cukuru na tigo gĩkua rĩ, ũratũhũrĩra thimũ twĩke atĩa? Mwana ingatogithĩtio thimũ karie na mwarimũ we. Ũĩra mwarimũ kũrĩa mbeca ikuma. Akwa gũtirĩ nĩ ũguo. Na wathiĩ ũtahoete akwĩre we mama toka. Na wathiĩ ũhoete ũkorwo wĩna favor akwĩre karibu mama. Nĩkĩ kĩũru nyina wa andũ nĩ mwana ageka atĩ tiga kũmaka wewe mũtumia mwega. Thiĩ ũcarie kũmũre thiĩ we mwana oke. Eha mwenake mũrengere kĩrathi. No we ona kimio gĩkinya arĩ na riithe witũ. Koretwo na kimia kĩritũ mũno. To mwana wakwa nengetirwo cukuru. Cio nĩ ndeto cia gũka gũtũtera mahinda kanitha-inĩ. Ũngĩroka gũtwĩra atĩrĩrĩ ndĩrarĩ mũrũaru na ndĩrarĩ wa gũkua, Ngai arahonia. Kĩu nĩ kĩama. Bwana wetu asifiwe sana. Ĩni. Kana kĩu ti kĩama? Ĩni. No tĩ tũrehaga nginya tũmaũndũ nonsense. Atĩ ngũkũ yakwa ĩrarĩ na tũcui tũtano, twĩrĩ tũrarĩo nĩ rwĩgĩ. Ngometonyete gwakwa nginya ĩrarĩa tũcui twĩrĩ ngũkũ yakwa. Nyinyi ndio kazi yenu my elders kufundisha hawa watu vile watakaa. Jina la Bwana sifiwe. Praise God. Ya ine, to serve in judicial and administrative matters. To serve in judicial and administrative matters. Kiu kinaitwa gĩthũngũ. Kwa gĩthũngũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, andũ a metagwo elders na deacons nĩo maikaragĩra itĩ magacirithia akristo arĩa aremi. Leo dalia na eko. Yani nyinyi kama wamama, kanisa hii ya talent. Sikiza. Na mnadhikiria. Ukiona mama amekuja na ile kaguo ya baka hapa. Sasa huyo mnamuita baada ya ibada mwambie mwale waithe wito. Mwathani Jesu rogoso. Ule kwera mwathani. Niwekire wega niguka kanitha. No riu gakuo kagure. Tuona ta gakuo yo muno. Korona pudi no hote kũraiha raihia rĩ. Nĩwe? Tondũ he handũ andũ marona matagire gwĩka atĩa. Ndatire handũ andũ matagire kuona. Nikio twĩkĩraga kĩ? Tunavaga nguo ili watu wasione mahali ambapo hatutaki wao. Kuna mahali haitakiwi uone. Kuna mahali haitakiwi uoneshe watu. Hata wasichana wengine unaona hawaolewi siku hizi, si kitu kingine. Maana anaendaga matiti yake ametoa nje. Kila mtu anao. Sasa mtu anaangalia anaona hiyo siwezi taka. Mwingine anaangalia na hiyo. Sasa unawachwa bila kama angekuwa sasa ndiye angejua kama ni mzuri au ni mbaya. Lakini sasa ulitoa be. Sasa akaona be. Sasa hatamani kuona, hata hatamani kugusa.
maana ni kitu anaona. Wewe kinuona kwa muthenya na utidio kugenera kuona. Nyondo iria ciage guko cie no cia ng'ombe to niguo kamu. Haro. Tuko pamoja. Tunapelekana. Nani amebaki nyuma? You serve in judiciary, unaambia mtu pole pole kwa neema yale mambo anaenda baya, alafu hata wasichana hawako katika mabarehe wakianza kuwa wakubwa wakitoka Sunday school wanataka kuja na nini katika kanisa letu. Sisi hatuongei mambo ya nguo na vitabaya, lakini kwa madhabahu yetu hatukubaliwe ukuje na hiyo kaguo yako, na hatukubaliwe kuja hapa na movuto long trouser. Movuto ni waku na kuu, noti wako rukuliko. Haro? Kana tuetekerie mivuto? Kanitha wa talentire tuetekerie mivuto. Tukubalie watu wavae marongi hapa. Kama mmesema hapana ni sawa. Ni mimi nimesema ama ni nyinyi? Unajua kanisa ni yenu si yangu. Mnataka mkaeje na mivuto hapa? Kila mtu sasa angekuwa hapa na jini. Na unajua jini kazi yake hiyo mvuto si ati ni nguo ya kuvaa, ni nguo ya kuchumikia mtu aone vile kero imeenda. Aone vile hii imeenda. Na hapa sasa sisi tumekuja sababu tunataka Yesu, tunataka Mungu, tunatoka Roho Mtakatifu, tunataka kuomba. Hapana tuletea kiroho yako. Sisi hatutaki. Don't interrupt our mind. Unakuja kusumbua sisi akili. Eda fanyia hiyo wapi? Pitia sokoni. Kama kuna mtu anataka sawa, lakini hapa tumekuja kwa agenda tofauti. Sema Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Sema hiyo ni kweli. Haya ya 5. To guard the sanctuary that no unauthorized person should come. Unajua hapa kama hekalu hii na hii madhabahu, msikubalie kila mtu kuingia ambaye hana ruhusa, hasa wakati wa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa. Hamjui amekuja kufanya nini hapa, si ndio? Kwa hivyo ni kazi ya wazee pamoja na askofu reverend wenu kuangalia hii vile inavyoenda. Tuende namba 6. Walikuwa na kazi ya transporting and setting the tabernacle. Unajua walikuwa na ile hema. Sijio? Hiyo hema wakati walienda ilikuwa inabebwa na wale watu waliitwa Walawi, na walikuwa wanaiweka, wakifika hapa wanaiweka, watu wanasomea, wakihama tena mahali wanaenda wanafanya the same. Kwa hivyo hawa watu wana kazi ya kutumika katika hekalu la Mungu. Na ya mwisho walikuwa wanachunga hata zile kondoo ambazo watu wametoa. Mwingine amekuja na kondoo anataka mimi nimetoa hii kwa ajili ya dhambi, Mungu anisamehe dhambi zangu. Mwingine ametoa kwa ajili hizo, walikuwa wanachunga. Kwa hivyo mali ya Mungu ni vizuri wao watu ambao wanaweza kuchunga. Katika kitabu cha Yoeli tulisoma ya kwamba katika siku za mwisho Mungu atajaza watu Roho Mtakatifu, na vijana wenu wavulana na wasichana watatoa unabii, nao wazee wenu wataota ndoto. That means elders that we are going to ordain today, hao ndio wale ambao wanaota ndoto, wanaoneshwa maono na Mungu. Wakionyeshwa hayo maono wanafanya. Bwana wetu asifiwe sana. Ukiona unakaa wewe ni umemwagiwa mafuta hapa ile tutakumwagia. Ukiona umekaa mwaka miezi 2, miezi 3, hoyo miezi 4, utale waro to tukuonio kaundu ni Ngai kegi kanitha, umenye we nduri kuo hauko tonwagire witoro konyo maundu ni Ngai. Unaoneshwa mambo na Mungu, vile kanisa iko, vile mchungaji huko, vile namna gani, na ukija hapa unaongea. Kama mimi juzi mwisho mwezi wa 4 nilikuwa ninalala, nikaona wingu kubwa, wingu itu neirumo nyeusi, nikaona imekuja, na nikaona hapa ni Kenya. Nikasikia sauti inaniambia hii wingu inakuja kugonga Kenya imalize.
Nikarara tena ikakaja mara ya pili. Mara ya tatu ikaniambia hii wingu itagonga Kenya na Kenya itakuwa na shida, watu watakufana, nini itakuwa kuliko hata wakati wa emergency. Lakini watu wangu wakiomba hii wingu nitayeyusha. Atene ituleirore na uru muingi muno rikugutha Kenya ri haragania andu makue ona gukira hinde emergency. No Ngai akinjira no andu akwa mangihoya iture ni nguritwekia. Nikaja nikaambia kanisa, nikaambia wachungaji, muende kwa makanisa yenu, mwambie watu waombe sasa kuliko maana mambo si mazuri. Mungu amesema. Bwana tusifiwe sana. Do you know, kabla watu washikwe mateka wapelekwe Babylon, Mungu alikuwa ameita Yeremia na akamwambia Yeremia, enda ambia watu wangu wamenikosea, watubu dhambi, maana wasipotubu kuna maovu yanakuja kuwakuta. Wakajaribu kuambiwa, wakakataa. Paka Yeremia akasema nitafutiwe wa mama ambao wanaweza kulia ili tulie na hawa, tutoe machozi, Mungu asikie huruma. Ikakosa. Walikuja wakashikwa na Nebukadnezar, wote wakapelekwa Babylon 70 years, miaka 70, sababu ya kukataa kuomba na kutubu dhambi. Jina la Bwana sifiwe. Miaka 70, miaka 70 andu matulia tondu maragire kuigua Jeremia. Na nyinyi msipoomba kila asubuhi na kila jioni upige magoti mzee. Unamesikia kusema wewe ni worship, wewe ni wa praise and worship mzee, pale unasomea kanisa, si ndio? Umesoma ni kanisa gani? Nani alikuwa mwenye worship? Ni kijana. Kijana unajua anaweza kuwa msichana ama mvulana. Alikuwa ni msichana ama mvulana? Kijana ni kusema ate kijana au mvulana? Ndio. Sababu Kiswahili kizuri sanifu ni either ni mvulana ama ni msichana. Lakini kijana ni young person. Tunaelewana? Na wewe nilikwambia uache kukasirika huku sikia. Si nilikwambia asubuhi. Pero shoke gaineda kuona smile. Pero shoke gaineda kuona ke. Niki akoheire magego. Waka kumuonia smile mekwaje kuguka rimwe kwa rimwe. Roho nyingine geragia nini? Nimejaribu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unaota ndoto na unaelekeza kanisa vile Mungu anavyotaka. And your young men shall see visions. Watu ambao ni vijana watakuwa na maono. Kijana kama huyu, simama. Uwe na maono. Kuja hapa. Uwe na nini? Sasa maono yako ni nini? Patia microphone, simama hapa. Panda simama kwa bishop. Simama pale. Koroka kuiga nani? Ati wewe ndiye mrefu kuliko ikaramu. Una maono gani? Maono yangu ni kuhubiri Injili. Okay, asante. Sasa maana kuja chukua microphone. Maana maono yako ni kuhubiri Injili, jana ulihubiria watu wage na usome uongo. Hapa kwa jaruga maanege dawahe na ndia ugwe ha. Maono yako ni kuhubiri Injili, jana ulihubiria watu wangapi? Hamna. Si unaona? Sema hauna maono. No, I mean I'm serious. Ndugu jira tewe na kiono kiya kuhujia na muthenya uratu kotarora hujiria mundu na ki no urathie town wikirite guo no wekira kanyamu wigemeti haha na igoti riake rekarangi wake mara mekiraga mara green mara papo mara gimange nigetha thia tewe ni pastor na rahitukana na riu ndari mariria arahitukana na revi ndara mariria ndamera mundu ni ate kuona ate tutakuangania heaga ndo horo wa Mwathani Yesu. Bwana asifiwe sana. Mimi nasimamisha gari nikienda hivi, nasimamisha nahubiria mtu, I preach because that is my work. Kwa hivyo kama una maono ya kuhubiri, uhubiri. Haro, wacha niulize swali sasa. Reverend, hebu simama. Unaona hizi nguo huyu Reverend amevaa? Si unaona? Tukienda saa hii hapa town.
Tukienda sahi hapa town, tutafute kimutu kirefu kama reverend wenu. Kije hapa tukivalisha hizi nguo, kitakuwa reverend? Hata kuwa reverend? Reverend ni hizi nguo? Reverend ni jina? Reverend ni ile kazi mtu anafaa. Kwa we muhujia, kama una maono ya kuhubiri, ni uhubiri. Maana ukiwa na maono ya kuhubiri na uhubiri, utasubua watu. Ukowe na kana kiga kuhujia na ndora hujia ni gututhumbura kanitha. Niwe nike gitumi. Tondu mimi nikihubiri kanisa laku la Elbagon, wewe utakuwa unanikodolea macho. Niye kanitha ni hujetie, ngahunjiria andu magoka. Riu tindaga ugurire maitho ukaheri gukuheki ate hujie ku niye ni waheire ha niye ni waheire ha ande hujia kibere ni waheire itinda hunjiria andu ngere ha nduthi hunjiria nawe kuige ha kuhunjagirie niki turorania. Haro pastor, unasikia vile? Hapana, wewe ni pastor mwingine. Unasikia vile nasema? Ili kila mtu afanye bidii upande wake, na kwa njia hiyo kazi ya Mungu itaendelea. Hebu niseme kitu kidogo. Hawa deacons, tukisoma katika ile Matendo 6:1-3 tulisoma, ilituambia hivi. Matendo 6:1-3 ilisema wakati wanawake na watoto walikuwa wanakaa, waliwachwa na mitume, na mitume waliuza mali zao, na baada ya kuuza mali zao wakawacha watu wawe wakigawia wanawake wajane na wale ambao wake zao walienda kuhubiri, wale wanawake ambao wanaume wao walienda kuhubiri kama Petro, Yohana, Mathayo, Marko. Hawa wote walienda mahali, waliwaacha walikuwa wagawiwe chakula. Kukaingia watu ambao walikuwa nagawa chakula vibaya, mara anapea huyu kidogo, mara hakupatia ule, na wote ni watu wa Mungu. Kukawa na msukasuko na mkorogano. Sababu ya hiyo mkorogano na msukasuko, wakatumana wale mitume kina Petro na kina Yohana, wakaja wakaambiwa shida iliyoko. Wakasema shida hii ni ya mezani, haya ni mambo ya hapa. Sisi tutafanya kazi ya kuhubiri, lakini nyinyi mchague watu ambao wako na sifa njema, watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu, watu ambao wana imani safi, tuwachague ili tuwape hii kazi. Na hivyo ndivyo tunafanya leo. Tuwe na watu ambao wanaweza kupatiwa kazi na waifanye katika jina. Wale watu wana sifa njema. Unajua kama mtu hana sifa njema ataharibu hata jina ya kanisa huko nje. Sifa njema, mtu amejawa na Roho, mtu muombaji, mtu ambaye anasoma Biblia, na mtu ambaye tena ana hekima. Lazima uwe na hekima katika kila kijambo. Jina la Bwana tunasifiwe. Sasa tunapoenda kuwaweka wakfu hawa watu, kuna jambo la mwisho ambalo ningependa niseme, na ningewaomba sasa waanze kusimama hapa mbele katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:8-11 inasema hawa watu ni watu ambao wameheshimika. Muwe ni watu ambao mnaheshimika. Watu ambao mmeheshimika. Watu ambao yani mudu wako ni mudu geheka ke. Mudu geheka ke. Yeye ndio uikaraga wako no uheke gitio. Sababu wakati uko nje, wewe ndio kioo ya hii kanisa. Wewe ndio kioo ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio kioo ya hii kanisa. Mtu akikuona anaona talent. Mtu akikuona anaona talent. Wewe ndio uwe na good reputation, full of the Holy Spirit. Kama unatakiwa uwe umejaa Roho Mtakatifu, lazima uwe muombaji.
full of wisdom, mtu mwenye hekima. Hekima inatokana na Mungu. Hekima inatokana na kuomba. Hekima inatokana na kusoma maandiko na kwenda katika ushirika. Jina la Bwana lisifiwe. Jambo lingine ya kwamba usiwe not double tongued. Sio mtu ambaye ni mtu wa midomo miwili. Uko hapa kanisani, tunapanga kitu na wewe hapa, kufika nje unaanza kuongea, unakutana na ile kikundi naongea mambo mabaya ya kanisa. Maana wako hata hapa kunao, ama labda hapa hakuna, kwetu iko. Kuna watu ambao mambo ile tunaongea hapa kanisa, yeye anaongea kinyume. Na wewe unakuwa wewe ni kiongozi, na wewe ndio mmoja ambaye unaeneza hiyo maneno ya kusema hata mimi sijui hii kanisa inaendagaje. Teona ndidi ule guthiaga oko nduki ule guthiaga ri ndukumenyera guikaraga thi. Uroga ndu ule guthiaga no kora unasema hujui vile kunaendaga na huko hapa. Na wewe ni kiongozi, lazima ujue kunaenda nini. Kile kitu hujui, enda kwa ofisi, uliza pastor, hapa na hapa sielewi. Bwana wetu asifiwe sana. Ili usiambie wale watu kwamba hujui. Kama hujui, wewe unatakiwa uende kwa pastor, muongee. Ama kwa kiongozi mwingine, muongee, mjaliane, muelewane katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe sana. Halo. Huwezi kusema wewe ni mzee, wewe ni elder. Watu wanatakiwa waende Mombasa na wewe ni moja huendi. Sasa unavuja wale wengine moyo. Wewe ni wakuambia wengine lazima tuende. Wewe ni wakuambia wengine lazima tufanye nini? Tuende. Bwana wetu asifiwe sana. Sasa that way you are going to stand and to hivyo mtasimamisha kanisa. Mzee rafiki yangu, ndio unaambia wanaume wengine hapana, hii lazima tufa. Because if we don't do it, hii ni baya. Hata kwenda, si mnaenda hiyo ofisi yenu. Yeah. Hata wewe ni deacon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Odoa wa huko nini watatu. Kule kunaitwa nini? Sorai watatu. Hawa wengine kama 7. Hata wakati mnaendaga huko ofisi ya mchungaji, ile kakiti anakalia si mnaonaga. Hata hamwezi kuelewazana andũ aitũ ona gũkĩrĩ wakati gaka kena thoni. To gayene to reverend mundu mutungu na muraihu na wenainya. Hata kugwana katika leko. You come out with such ideas and you do them. Bwana tuasifiwe sana. Na inakuwa baraka kwako. Maana kanisa hakuna mtu mwingine atatujengea, ni sisi tutajenga kanisa. Ni sisi tutasimamisha kanisa, sisi ambao tumeitwa, ambao tumeteuliwa, ambao tumemwagiwa yale mafuta. Jina la Bwana lisifiwe. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hello, tuko pamoja. Not addicted, not greedy for dishonest gain. Unakuta mtu mwingine ni mzee wa kanisa na anafanya magendo huko, ni deacon anafanya magendo, vitu ya wizi yako nazo. Ukisikia kwamba kuna mtu anataka kiti ya senator, ameitana huko wapewe watu 100, wewe ndio raini, unasukumana na watu kwa hiyo raini. Wewe kama unataka senator, si uache Mungu. Maodo na mere. Itekia gayutigana nake. Itekia gayutigana nake. Kana wetekia thina utigana nake maundu akiri mere no wetekia Ngai utigana na thina na no wetekia thina utigana na Ngai. Maundu mamwe na methoni ni aibu. Ilo sio ni aibu. Sisi wakati tumeitwa na Mungu tunategemea Mungu, tunaomba Mungu na Mungu anatuonekea na anatusaidia. Wakati unatumikia Mungu kama vile umekuwa hapa, it is not in vain, sio bure. Usifikiri umeongeza hapa mkutano, umeongoza, umeimba, umefanya nini, ati nimepewa nini. Mungu ana labda hata Mungu, sababu the Bible says I'm not a debtor to any man. Hakuna mtu ananifanyia kazi ninaacha bila kumlipa. Labda hata kwa kuongoza hii ibada na kuimba, labda kuna mtoto wako atapita subject fulani alikuwa hapiti. Labda kuna mtoto wako mahali atafunguliwa mlango. Labda mume wako atafunguliwa mlango. Something is going to happen. Lazima kuna kitu Mungu atatenda kwa ajili ya jamii yako. Ikiwa utatumikia Mungu, ni lazima kuna kitu Mungu atafanya
unafanya katika maisha yako si bure katika jina la Yesu. Na ndio sababu hata sisi tunatumikia Mungu left, right and center, maana tunajua kutumikia Mungu si kazi bure. Hata labda Mungu amekuongeza miaka, shosho, labda umeongezwa miaka, labda umeongezwa afya, your health. God has so many gifts that he gives us. Ona kuheo mwili mwega, ona kuheo afya, ona kuongerwa matuko. To mwaka gaya kuhebesa. Sio lazima Mungu akupatie pesa na akupatie mashamba na akupatie gari. No. Kuna watu ambao wako na magari na hata hawarali. Kuna watu wako na mashamba na hawarali. Kuna watu wakubwa na hawarali. Na wewe unalala. Mungu anakupatia afya mzuri katika jina la Yesu. Wakati unapotumikia Mungu ujue, bila shaka mimi najua Mungu wetu anaona vile ninamtumikia, na kwa kumtumikia, ninapomtumikia yeye amesema he is not a debtor to any man, he is honest to every person. Blessed be the name of the Lord. Bwana tusifiwe sana. Kwa hivyo it's not in vain. Paulo akasema na usichoke kwa kutenda mema, maana katika wakati wake utavuna. Usipozimia roho, if you don't give up, usipozimia roho. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa nataka kuwabariki nyote, na nitaanza na wale ambao ni elders waje hapa na tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Nataka tubariki ile mafuta tuko nayo na katika jina la Yesu. Kuja madam, toweni pastor, shika hapa. Kuja ni hapa. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mafuta haya ya olive oil ni yale tumetoa katika madukani, yametengenezwa katika mashini na katika mambo mengine na watu wanadamu, lakini ukatuambia tukishika hii mafuta na tuitakase na tuitenge na tunene neno lako juu ya mafuta haya, kwamba itakuwa point of contact for you to the people that we anoint today, that God you are going to do it in the name of Jesus. Kwa hivyo haya mafuta tunayabariki tukisema, Mungu wetu na Baba yetu, tunapomwaga haya mafuta hayatakuwa mafuta kama yalivyo, lakini itakuwa ni uwezo wako kutoka mbinguni ambao unawekelea juu ya watu hawa ili waweze kutumikia mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tunasimama kinyume tena na nguvu zote za giza. Tunatakasa dhabihu hii ili watu hawa ambao umewainua waweze kukufanyia kazi, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Thank you Jesus. Elders kwanza hapa. Nyinyi Biblia inasema ya kwamba your wives must be dignified. Lazima hata wake zenu na waume zenu wawe watu ambao ukiwaona wanatambulikana kwa vile ambavyo wanakaa. Watu sober minded, watu ambao ni faithful in all things. Kwa hivyo una wajibu wa kuanzisha kanisa katika nyumba yako, kuhakikisha mume wako, kuhakikisha mke wako anakaa kwa amani. Nao wanaume must be hospitable. Mwe watu ambao ni wakaribishaji, watu ambao si wa hasira mbaya, watu ambao ni self control, watu ambao wanaheshimika. Good stewardship in their households, yani watu ambao hata katika kanisa ni watu wazuri, katika nyumba zao ni watu wazuri, mahali wanafanya kazi ni watu wazuri, katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Katika jina la Yesu. Nataka sasa mpige magoti. Ngome wa Deri, unaingia katika utumishi na kuwa elder katika makanisa yote ya Talents Revival Churches International bila mipaka. Ukienda Mombasa, ukienda wapi, wewe ni mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa. Ukienda mahali kuna maombolezo ama kuna maziko ama kuna harusi, ukisikia inatangazwa wazee wa kanisa wasimame, unasimama, because we are ordaining you as an elder without borders in the name of Jesus.
We are releasing an anointing for the body of Christ, not only yourself, not only Talents Revival Churches International Bahati, the whole body of Christ. And therefore, one day I anoint you today, and I set you upon Ramakata Puposia as a nail in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Glory to God. Margaret wangu, nina kutenga leo. I ordain you as an elder, not for Talents Revival Churches Solai only, but for every Talents Revival Church in the whole of Republic of Kenya and outside. Popote ambapo utakaposimama na usikie elders wa makanisa wanaitwa, utasimama kwa sababu wewe ni elder kuanzia leo na kuendelea mbele, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ramakato posia repasantoya katika jina la Yesu. Leo ninakutenga kama mzee wa kanisa kwa utukufu wa mwili wa Kristo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, utakuwa mtumishi popote katika Kenya na katika nchi za Kenya, katika jina la Yesu Kristo. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nyinyi leo mmeteuliwa, ukiwa katika branch yoyote ya Talents Revival Churches International, ukiwa katika kanisa lingine lolote na kuitana elders, utasimama kwa niaba ya Talents Revival Churches International, sio Bahati tu, lakini katika Kenya nzima na dunia nzima, katika jina la Yesu. Amen. Jora Muruga, tunakutenga kama deacon katika kanisa hili la Bahati na katika makanisa mengine yote ya Talents Revival Churches International hapa Kenya na hata nje, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini. Glory to God in the highest. Blessed be the name of the Lord. Deborah Jambi, ninakuweka wakfu na ninakutenga kama deaconess katika makanisa yetu ya Talents Revival Churches International hata nje, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nimekutawadha in Jesus name. Glory to God. Thank you. Mary Wanjiro, tunakutawaza, tunakutenga sasa kama deaconess katika huduma za Kristo katika Talents Revival Churches International na hata katika makanisa mengine yote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Thank you. Mwingine. Marisera, leo tunakutawadha na kukutenga kama deaconess katika makanisa yote ya Talents Revival Churches International na hata katika makanisa mengine yote ulimwengu mzima, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Asante. Mwingine. Yesu Wanjiko, leo ninakutenga kama deaconess katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe ni deaconess sasa kutoka katika makanisa yote ya Talents Revival Churches na katika kanisa lingine lolote ambapo utakapoenda utaitika kama deacon, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Next. Monica Washuka, ninakutenga kama deaconess leo katika makanisa ya Talents Revival Churches International na katika makanisa mengine ambayo utaweza kwenda. Ukisikia kunaitwa madikones, utasimama na kujitambua kama dikones wa kanisa la Talents Revival Churches International, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Glory to Jesus. Rimasaka. Toporia mayanda la Baba Santo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Glory to God. Glory. Glory, glory, glory. Simamisha juu. Mshikilie ni nyinyi wote. Mshikilie ni nyinyi wote. Shika hii kidogo, Reverend. Ati anaitwa nani?
Monica Washukwa, Mungu ana maneno anataka kunena na wewe. Anasema atakuinua katika madhabahu, katika huduma, na hata katika maisha yako ya kibinafsi. God will continue to reveal himself to you. You are going to move from one glory to another in the name of Jesus Christ. Usistuke ukijikuta katika huduma ukiwa full time mhubiri. Usistuke, maana Mungu anayo mipango katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usubiri na ugoje Mungu. Mother Nyambura, tunakutenga leo kama deacon katika kanisa la Talents Revival Churches International, na hata katika makanisa mengine yote ya Talents, na popote katika ulimwengu utakapokuwa umesimama na usikia kwamba kuna hitajika madikones, utasimama katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutangaza ya kwamba wewe ni deaconess in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Hizi vitambaa zenu I dedicate them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ni zenu za kufunga kama wadada wengine. Mungu atawabariki mnapofunga na kujidhihirisha in identification purposes that your Talents Revival Churches International Women of Faith. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Tukiwa hapo, nataka sasa nyote msimame hapa mbele. Kama umemwagiwa mafuta, msimame hapo, kwa sababu kuna mambo ambayo nataka kuzungumza na wewe kidogo. Patiwe serviette hapa na mtu. Mtu anipatie serviette. Baba, nawekelea watumishi hawa wako mikono kama vile Paulo alivyomwekelea Timotheo, na katika kumwekelea mkono katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zikawa juu ya Timotheo na akapata hekima na kuweza kuhubiri neno lako katika jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, nawekelea mama huyu mikono katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kama vile Paulo alimwekelea Timotheo na akaendelea kutoka shemazi mpaka akawa uvazia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, nawekelea dada huyu mikono nikitangaza ya kwamba atafanya kazi yako katika neema uliyoweka juu ya mchungaji wake na juu yangu katika jina la Yesu. Baba, nawekelea huyu dada mikono kwamba Mungu wangu na Baba yangu, wewe utamwezesha Baba wa mbinguni, utamweka nguvu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, naomba ya kwamba huyu dada ataendelea kutoka level hii mpaka level nyingine katika jina la Yesu Kristo Mfalme, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Hata huyu mama Bwana nambariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikitangaza neema na nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ziko na baba yake Reverend Peter na ambazo ziko juu yangu katika jina la Yesu. Bwana huyu mzee na mbariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikiomba ya kwamba upako ulio katika baba yake Reverend Peter na mimi utaflow kwa juu yake na kuweza kutenda mambo makuu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Kanisa simameni.